Karibu mpenzi mtazamaji wa Smartphone Arena. Leo tunaenda kuzungumzia simu mpya iliyotangazwa siku ya Valentine Day, yani tarehe 14 mwezi wa pili 2020. Simu hii ni simu ya kampuni ya Samsung. Karibu, ni mimi Christopher Joakim, tukaitazame. Simu yenyewe inaitwa Samsung Galaxy Z Flip. Umbo la simu hii ni simu ya kukunja. Kwa ni simu ya kisasa ambayo imetengenezwa katika mfumo ambao mtu labda ambaye hapendi simu yake ile kubwa anaweza kaikunja ikawa kadogo au kainyoshe ikawa kubwa. Sasa ikiwa imekunjwa inakuwa na ufupi wa kiasi kwamba inakuwa fupi kwa vipimo vya milimita 87.4, na ukinyosha inakuwa na urefu kio chake inakuwa na inchi 6.7, yani milimita 167.3. Uzito wake unakuwa ni 183 gramu, kwa hata robo kilo akajafika. Ni kepesi tu, kanabebeka vizuri. Umbo la simu hili kwa mbele limeumbwa kwa plastiki nzuri, nyuma litengenezwa kwa kioo inaong'aa vizuri, na frame ya simu hii ni imara kwa sababu imetengenezwa kwa teknolojia ya aluminium, imetengenezwa kwa madini ya aluminium. Simu ina support line mbili, line ambazo ni nano, na line ya pili ina ESMI, yani ina support malipo ya Visa na Mastercard, yani moja kwa moja imewezeshwa line hiyo namba 2. Umeona, kwa ni simu ambayo iko vizuri. Pia mtu anaendelea kuanza kapenda akajua sasa simu hii inatumia mfumo upi wa kudisplay matangazo yake pinavyoiwasha. Simu inatumia mfumo unaitwa Foldable Dynamic, yani mfumo ambao unaweza kujikunja, Foldable Dynamic AMOLED Capacitive Touch Screen. Inamaanisha kwamba hata kama ukiwa umeikunja basi programu haziharibiki, unafanya jinsi unavyotaka wewe na simu na respond vizuri bila shida yoyote. Kwa simu ambayo iko vizuri, ukinyosha bado inafanya kazi vizuri. Ndio maana iko ni dynamic, inajiongea vyote unavyotaka wewe, simu inafanya vizuri. Ndio maana mfumo unaotumia mfumo wa Foldable Dynamic AMOLED Capacitive Touch Screen. Na resolution ya simu hii ina mfumo ile ubora wa vitu vinavyorushwa katika simu hii, basi ni ubora wake uko vizuri, ni high HD resolution yake, yani ni high HD 10 plus. Kwa video zake ni video nzuri sana, rangi zaidi ya milioni 16 ambazo, kwa hiyo chochote kile unachokijua rangi yake basi kinarushwa katika mfumo wake halisia mzuri wenye kung'aa vizuri. Mpangilio wa simu hii inatumia operating system inayotumia simu hii inatumia Android 10 One U2, ambao Android hii unaweza upgrade ikafikia kiwango ambacho unataka wewe. Na motherboard, yani ile umbo la simu kwa ndani ilivyotumia kutengeneza simu, teknolojia tumia simu hii imetumia teknolojia inaitwa Qualcomm SM850 Snapdragon 855 plus. CPU ya simu hii ni ipi basi? Simu hii imetumia CPU ya octa-core, yani zaidi ya processor 8. Kwa hiyo ina speed hali ya juu kubwa, unaweza kusupport program kubwa. Kama unavyojua simu za kisasa watu wanataka wacheze magame, download program. Sio simu ambayo kidownload kitu kadogo utawaambia hii haiwezi kulani kwenye simu hii, haiwezi kwa sababu labda memory yake ndogo au nini, no, au processor yake haina speed, au unaanza kwenda mwendo wa kobe. No, speed ya simu hii ni kubwa sana kwa sababu processor zake zina uwezo mkubwa, kwa sababu ni moja, processor yake speed yake ni 1 times 295 GHz Creo 485, au pia kuna ile ya 3 times 2.41 GHz Creo 485 na kadhalika. GPU yake inayotumia ni Adreno 640. Kwa hiyo
iko vizuri. Sawa, mtu anaweza kujiuliza Christopher, sasa kitu kitafanyaje wakati memory yake labda zika memory ndogo? No, RAM ya simu hii ni 8 GB, ndio maana nasema inaweza kwa support program kubwa hata ndogo pia. Na internal memory ya ndani kwa ndani inakuja na simu ni 256 GB. Umeona? Ingawa simu hii haiji na keka kadi keka kuchomeka kama memory card keka kadogo keka kuchompachika, haiji nako. Ingawa na support memory card ya hadi kufikia ukubwa GB 500, kwa ni uwezo wako mwenyewe kununua. Kamera simu, hapo ndipo wengi wanapopendezwa, vijana wengi au marika wote wanapenda simu yenye kamera yenye ubora. Simu hii kamera yake haijachi nyuma. Main camera simu zake za nyuma zile ziko mbili, ambazo kuna moja na megapixel 12 yenye wigo mpana kabisa, ingine megapixel, zote na megapixel 12, ziko mbili kule nyuma. Zote tunapiga picha katika wigo mpana, kwa penyo mpana ambao zikapiga engo takriban nyuzi 120. Kwa hiyo ni engo pana sana, kwa hiyo unaweza ukachukua vitu. Na sifa picha hizo ni panorama safi kabisa, ngavu, Full HD, na flash yake iko vizuri, ni LED flash, ni simu nzuri. Na video inayochukuliwa kupitia simu hii inakuwa na mfumo wa HD zote ambayo unajua, ambao tatu, ambayo kwanza ni 2160 pixel at each 30 au 60 fps, na mfumo mwingine HD ni 1080 pixel at each 60 au 240 fps, na ingine HD ingine inayosapotiwa hapa ni 720 pixel at each 906 fps. Video hizi na kwanza yenye HD yake iko vizuri sana, ambao ni HDR 10+. Kwa hiyo unaweza kuchukua hata video za matukio mbalimbali, sherehe mbalimbali, simu hii unachukua video zako na watu wakaendelea kushangaa simu, ubora wa simu hii. Selfie kamera, kwa wapenzi wa kujiselfisha hamjasaurika. Simu hii pia imeletwa na kulingana na mahitaji ya wateja. Megapixel yake ni 10 na yenyewe inachukua picha katika wigo mpana mzuri kabisa. Unaweza kuchukua eneo lako kubwa ukipiga selfies, ukachukua watu wengi wakati mmoja. Na flash yake iko vizuri, ni soft light flash, haisumbui chochote. Video yake pia unaweza kurekodi video kupitia selfies, na yenyewe ni HD. Format yake inayotumia au mfumo wake unaotumia katika unaorekodi inatumia 2160 pixel at each 30 fps. Okay, mtu anaweza endelea kujiuliza, je, simu hii ina support loudspeaker? Sababu simu zingine support loudspeaker. Simu hii ina support loudspeaker vizuri kabisa, ingawa ile jack, ile kipini chake cha kuwekea microphone ina support ile pin pana, isupport ile kipini kidogo kile cha jack chenye milimita 3.5 akisupportiwa na simu. Sawa, tuambie basi network simu hii, kwa sababu network ndio kila kitu. Unapotaka kudownload labda network ni ndogo. No, simu hii ina support 4G, 3G na 2G kwa kutegemea na maeneo yako. 4G kama uliko eneo zuri, 4G na kuhudumia. Ukienda eneo mtandao 3G, na maeneo ya pembeni 2G. Kwa ni simu ambayo iko vizuri, usiofujua hilo. Viunganishi vya simu hii, basi simu hii inatumia viunganishi vya connected na network ya kutransfer data. Simu hii inatumia Wi-Fi 802.11, pia ina support dual band. Simu hii na direct Wi-Fi, pia simu hii na mobile hotspot, pia simu hii na Bluetooth. Unaweza kuunganisha kutumia Bluetooth. Bluetooth yake ni 5.0. Pia simu hii inaweza kutumia GPS kutambua maeneo au mjongeo au mahali unapokuwa umepotea. GPS ni kusaidia kutambua simu yako iko wapi, au kumtafuta mtu unaowasiliana naye ujue iko wapi. Pia na NFC na ambayo ina support kusafirisha mafaili kwa njia
unapokuwa online kwenye mtandaoni, yani online. Umeona? USB inayotumia simu hii inatumia USB ya type C. Umeona? Ambao ni USB za kawaida tu ambao ni tunazitumia, kwa hiyo haibagui. Mfumo wa ulinzi wa simu huu zile sensor. Simu hii ina sense, inatumia nini ile fingerprint ambayo inakuwa imewekwa upande mmoja unapokuwa umekunja pale kwenye kioo pale, unaweka fingerprint, basi pia ina support, ina sense light, ina sense nini optical ipo, ina accelerometer, ina barometer, zote ina sense vyote hivyo. Kwa hiyo ina compass sensor. Kwa ni simu ambayo iko vizuri, imeendana na mahitaji yote ambayo mwana teknolojia ambaye mtu anahitaji simu za kisasa, basi simu hii imejari. Sawa, simu baba inahitaji betri ndio kila kitu. Mtu anahitaji simu ambayo inakuwa inamhakikishia uwezo wa kukaa na chaji muda mrefu. Simu hii imekuja na betri yenye ukubwa wa 3300. Umeona? Miliampia, ambao kwamba uwezo wa kukaa na moto kwa muda mrefu pindi unapochaji, basi inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 48 kama matumizi yako kwa vizuri bila shida yoyote kabisa. Simu hii una uhakika kukaa na chaji yako muda mrefu. Betri unatumia ni betri la Leopold, na betri hii haliondolewi ndani ya simu, linakaa mumo ndani ya simu, and non removable. Linachajika kiurahisi bila shida yoyote kwa sababu linatumia wati 15 tu kuchaji. Pia na chaji kwa kutumia mfumo mpya wa uchaji simu wa wireless charger. Basi unachaji simu bila kuunganisha kwenye cha kuchajia, basi ni wireless tu ya kuchajia. Ukiwasha basi na chaji yako kuna support wireless charging, basi simu hii unachaji vizuri bila shida yote. Unaponunua vyote hivyo unakabidhiwa, basi unaweza kuchaji kutumia wireless. Sawa, Christopher, tumekusikia. Basi tuambie basi rangi simu hizi zikoje, mpaka sasa bado hujatuambia. Okay, sijasahau. Simu hii kuna rangi ya Mila Black, yani kioo cha cheusi chenye kung'aa vizuri. Kuna purple, Mila purple kama zambarao vile. Kuna Mila Golden, kuna Tom Brown edition. Kwa hiyo rangi kama hizo ambazo rangi nzuri sana kama unavyoziona hapo jinsi ninavyo display. Hivyo ndivyo simu hivyo ilivyokuja navyo, na mtu anaweza kuendelea kutaka kujua, je, hebu tuambie basi ubora hii simu. Unaona simu hii vipi, mauzo, bei yake ni bei ya simu hii inabadilika, ina change kulingana na soko linavyoenda, ila kwa muda huu ninaongea na wewe simu hii na dola 1600 ambao kama shilingi 300 na point za Tanzania. Kwa hiyo tembea maduka yaliyo karibu nao au sehemu yoyote ambayo unavyojua kupata, unaweza kukuta bei ikiwa imeshuka au ikiwa imepanda zaidi. Karibu. Ulikuwa nami Christopher. Tukutane tena siku kama hii. Bye. Usisahau kusubscribe.